Kwanza mimi nataka kuwaambia kitu kimoja. Sisi hapa watu wa Yanga, sisi tusio waoga. Kwanza hakuna wanabadili kwenda kusoma usipokuwa wamefanywa mabaya. Wao wamefanywa mabaya gani? Hapa walichokifanya na kichokijua mimi, kwenda kuwatoa wana Simba kwa akili zao ndogo za kufikiria, kuondoka kwenye mkutano mkuu waje kwenye kisomo. Hapa hakuna kisomo, hakuna chochote. Si ushaelewa? Kwa hiyo sisi hapa tuendelee tulipoishia, tuendelee kuwapiga mawe. Tusiogope hata, na mimi namshukuru tajiri kama akakubali kweli ngamia anachinjwa, wana Yanga tukutane, tuendelee kusoma visomo vyetu. Sisi ndio tunavisoma visomo vya halali tofauti na wao. Kwanza mimi nataka kuambia mpaka leo wao wanachotaka kitu gani? Wewe ukikutana na shabiki wa Simba au mwanachama wa Simba muulize anahitaji nini, ajibu njoo chukue 50. Kwa sababu wanaenda kusoma Mangungu aondoke, wanaenda kusoma Mantola aondoke, wanaenda kusoma wanataka katiba mpya. Hakuna wanachoenda kukisoma. Kwa hiyo sisi tuendelee pale, jasusi ataendelea kutogea mambo yetu yanavyoendelea, na sisi tutaendelea kuyaongea mambo ya jasusi. Hakuna kuogopa chochote. Mimi kwanza siogopi. Mimi wa kwanza waniloge nife. Kama wanaweza. Waniloge mimi kwanza nife kabla ya jasusi. Hakuna shombovu angefungwa kila siku. She wangu kama huna mchezaji bora, hata ufanyeje utafungwa tu. Hata kama unavyoenda kuloga, kwanza uwe na timu. Timu ipo wapi? Kwa hiyo wewe unataka kwenda kupata matokeo unaenda na kibu. Wewe unaniambia Mpanzu, labda nikwambie Mpanzu kila siku mimi nakwambia ni Mpanzu hawezi kufunga. Kwa sababu Mpanzu akili ipo Yanga, mwili upo Simba, anafungaje? Yeye hawezi kufunga, wacha akae naye. Sisi tunamwambia, mimi nina moja mwenyekiti nimepata jasusi. Kuna mtu ana mkataba miezi 6. Jasusi anatupa lao. Kuna mtu ana mkataba wa miezi 6. Sasa wasubiri dirisha dogo. Ukishangaa mwanaume kapita nao. Mimi nimemaliza, karibu. Kwanza tuwashukuru wanahabari, tuwashukuru wananchi mliojitokeza. Tupo hapa mbele yenu kama wawakilishi wa wananchi. Najua jambo ambalo limefanyika siku ya jana limewakera, limewatumbukia nyongo kweli kweli, na sisi tupo hapa kuwasemea nyinyi. Bwana, mara ya mwisho sisi tunatishwa tulikuwa tuna miaka 3, 2, 4, 5, 6. Sasa hivi Godi Yanga una ndevu, mie na ndevu, Uchebe una ndevu, bado mnatutishia nyau. Mnatutishia Alubadili na Maka wala Madina hamjafika. Jamani. Viongozi wetu wapo Maka, Madina huko. Na hawaongei masuala ya Alubadili wala kujifanya wanajua dua. Nyie mpo hapa Tandale kwa tumbo, mnazunguka mnatishia watu Alubadili. Sasa kwa taarifa yenu, Alubadili mnaoifanya nyinyi leo tulishaifanya kitambo. Zile ngamia tulizochinja mfululizo zile ndio zenyewe. Hizi mnazofanya nyinyi ni marudio. Hatuwaogopi, hatutishiki, hatuna mashaka, hatuhofii chochote. Na jasusi popote alipo ajue yuko salama. Jasusi yupo salama. Jasusi yupo salama. Bwana, hata wewe leo hii ungeambiwa uwe jasusi, ungekubali. Maisha anayoishi jasusi, mimi nimebahatika kumjua jasusi. Sisi tunamjua. Yeye ndo hamumjui. Sisi jasusi tunamjua. Maisha anayoishi jasusi, analipwa huku na huku. Analipwa na Makolo, analipwa na Yanga Afrika, analipwa na bosi wake Ali Shabani Kamwe. Wewe ungekuwa wewe usingetoa siri. Watu wanaumizana wenyewe, wanatafarukiana wenyewe, wanagombana wenyewe, wachezaji wanafanyia mambo ya ajabu wenyewe. Leo hii mnaenda kumtafuta jasusi. Basi mkavuka mipaka mpaka mnatutishia Yanga Afrika. Kweli mnaitishia Yanga Afrika? Mzee Msumi? Chuma iko. Mzee Shabani?
Bwana, niwaambie tu kitu kimoja ndugu zanguni, sisi tunashukuru kwa kuja hapa. Mimi naamini ili jambo letu mtawafikishia. Sasa kama wanaume kweli, kama wao wanajua kweli vita, basi waivae na sisi tuivalie nchuga kama tulivyolivalia hivi. Asanteni. Njoo